Nimekuja leo kutembelea jengo hili la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Jengo hili ni moja kati ya majengo 34 yanayojengwa katika mji wa serikali Mtumba. Na huu ni ujenzi wa awamu ya pili ulioanza mwaka 2021. Kwa jengo hili hatua iliyofikiwa mpaka leo ni 96%. Ni karibu kila kitu kimekamilika. Humo ndani tayari mpaka mzabuni wa kuleta samani ameshaleta samani za zaidi ya 70% ya zinazohitajika. Kwa hiyo tumewekeza kazi ndogo tu, na pengine mwanzoni mwa mwezi wa 5 huu tutaingia na kuanza kutumia jengo letu. Kuna kazi ndogo ndogo za kukamilisha mifumo, kurekebisha umeme na vitu vidogo vidogo, lakini sehemu kubwa jengo limekamilika, liko tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa sisi wizara litatusaidia kuondoa changamoto ya baadhi ya watumishi kufanya kazi kutoka katikati ya mji wa Dodoma na wengine kuwa huku Mtumba. Kwa wote tutaweza kufanya kazi tukitokea hapa. Lakini kama nilivyosema, jengo hili ni moja kati ya majengo 34 ya serikali yanayojengwa katika mji huu wa Mtumba katika awamu ya pili. Katika majengo hayo 34, majengo 10 yamefika zaidi ya 90% na mengine yako 70% kwenda juu. Lakini tuna majengo matatu: la Wizara ya Maliasili na Utalii, jengo la Wizara Ofisi ya Rais, Utawala Bora, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, na jengo la Wizara ya Maji. Haya yamekamilika kwa 100% na tayari yanatumika. Kazi inayoendelea katika mji mzima wa serikali kwa ujumla ni kuendelea na ujenzi wa miundombinu mingine. Hapa tunataka tutengeneze, tunaita Smart City, mji janja. Yani ni mji ambao utakuwa na mifumo ya kidijitali. Umeme mnauona kuna nyaya hapa, inatengenezwa miundombinu, umeme wote utapita chini ya ardhi. Tutafukia mawasiliano ya internet na simu Kongo wa Taifa, tunapitisha chini ya ardhi. Lakini pia tunatengeneza mji uliopangwa vizuri ili uweze kuvutia, kwa sababu tunajenga katika mwaka huu 2025. Ni lazima mji wa serikali ufanane na mwaka 2025. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu kazi ya uwekezaji kwenye mji huu wa serikali itahitaji takriban shilingi bilioni 738. Na katika awamu hii mpaka sasa tayari serikali imeshaleta hapa zaidi ya shilingi bilioni 460. Na kazi hii inaendelea kadiri wakandarasi wanavyoendelea. Wakishakamilisha wanalipwa na mwishoni kutoka kuna malipo ya kumalizia. Sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tunawashukuru sana shirika la nyumba National Housing Corporation. Wamefanya kazi kubwa, wametujengea jengo zuri lenye ubora ambalo tuna uhakika linaweza likadumu kwa muda mrefu. Lakini pia tunawashukuru TBA, wakala wetu wa majengo Tanzania, kwa kusimamia mradi huu vizuri. Sisi ni pamoja na kwamba tumechukua muda mrefu kukamilisha, lakini tunajivunia kuwa na jengo zuri. Tulikuwa wakali, lakini sasa hivi angarau tukionana wote tunafurahi kwamba tuna jengo zuri ambalo litadumu muda mrefu, limejengwa kwa viwango, na watumishi wakija hapa watafurahi kufanya kazi kwenye jengo zuri lenye nafasi, lenye huduma zote, viyoyozi, internet, mifumo ya ulinzi, mifumo ya usalama, mifumo ya moto na kila kitu. Kwa hiyo hii ni full package. Kwa kweli hatuna cha kumlipa Mheshimiwa Rais zaidi ya kumwambia tunamshukuru sana sisi watumishi kwa kutujali na kuhakikisha tunafanya kazi katika mazingira yanayovutia. Kwa wakandarasi ambao majengo yao yako chini ya 90%, manake nimesema majengo mengi takriban 10 yako 90% kwenda juu. Sisi jengo letu la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo liko 96%. Tumebakiza 4 tu za kumalizia ili tuingie kulitumia. Kwa wale ambao wako nyuma, ni wito wa serikali kwamba wakandarasi waongeze juhudi. Wakandarasi tulioweka kwenye ujenzi wa majengo yetu hapa ni wakandarasi wa daraja la kwanza ambao hawapaswi kusimama kwenye kazi yao. Kwa hiyo tunaomba wamalize majengo haraka, kwa sababu maelekezo ya serikali ni kwamba mpaka mwisho wa mwezi wa 4 majengo yaanze kutumika. Sasa sisi tuko 96% na tuko tayari kuingia kulingana na maelekezo ya serikali. Naomba na wengine na wenyewe wajitahidi wakamilisha hayo majengo ili watumishi waje wayatumie, kwa sababu kuyachelewesha manake ni kusababisha wafanyakazi waendelee kufanya kazi katika mazingira yasiyokuwa rafiki. Tunao wafanyakazi wako kwenye ofisi za kukodi mjini, ofisi ni ndogo, hazitoshi, wanabanana. Wako wafanyakazi bado wanatumia majengo ya UDOM ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Tunahitaji wote waje sasa kwenye mji wa serikali, kwa sababu hapa tumejenga majengo makubwa yenye nafasi za kutosha watumishi wote.